Mimi na tuweze kuzungumza lolote lile Kai. Nisikilizeni. Nianze na nani kati yenu? Nianze na Romeo au nianze na Juliet? Tasha, tafadhali usifanye hivyo. No. Yeah! Wow, Romeo na Juliet. Naona mpo na furaha, si ndio? Endeleeni kufurahi. Nisikitike kuambia ya kwamba hiyo furaha ambayo mko nayo leo ndio mwisho wake. Unamaanisha nini Tasha ukisema hivyo? Hebu acha kuniuliza swali la kipumbavu kama hilo Kai. Namaanisha kwamba nimekuja hapa kukatisha maisha yenu. Bro, tusikilizane kwanza. Kwa nini ifikie huko kwanza? Kwanza mimi nimekosea nini? Ulimchukua mwanamke niliyempenda, in return mimi nimechukua mwanamke ambaye uliyempenda na ambaye unaendelea kumpenda mpaka leo hii. Sasa nimekosea wapi mpaka ifikie huko? Kweli leo hii ndugu yangu tuuane kisa mapenzi? Hivi Kai, hebu jiangalie ulivyokuwa mpumbavu. Yaani bado huko mbele yangu na unaendelea kujinasibu kabisa kwamba umemchukua mwanamke ambaye mimi niliyekuwa nampenda, si ndio? Kai, wewe umpendi Amanda kama ambavyo ulivyokuwa umpendi Lisa. Ilifikia hatua mpaka ukamsaliti Lisa kwa zawadi. Leo unasema unampenda Amanda, kweli unampenda wewe? Wewe ni msaliti brother. Hata nikisema nikuachie huyu Amanda, bado utaendelea kumsaliti, utamuumiza tu huyu mrembo wa watu huyu. Amanda, naomba nisikize kwa makini mpenzi wangu. Mimi nakupenda. Huyu akupendi, nitapeli wa mapenzi tu huyu. Jaribu basi kukumbuka hata mema yangu machache nilokufanyia. Ina maana kapu langu la mabaya halina hata machache mema Amanda. Amanda, nakupa golden chance. Rudi katika ufalme wangu malkia wangu, tafadhali. Nisikilize Tasha. Mjini ililia bahati. Amanda alokupenda sio wa sasa hivi. Amanda wa sasa hivi anampenda Kai. Halafu Tripri sio mchanga tu. Mpaka kokoto nitabeba. Hebu angalia Amanda ulivyokuwa mpumbavu. Yaani bado uko mbele yangu na unaendelea kujinasibu kabisa kwamba unipendi mimi na unampenda mpumbavu, si ndio? Labda muende mkapendane ahera. Sikiliza. Inabidi wewe ndio ukatoe ripoti kituo cha polisi. Maana akifanya tu hilo tukio, basi wewe leo utakuwa miongoni mwa washtakiwa. Mimi siwezi kutoa taarifa polisi. Kama watamkamata, acha wamkamate. Lakini mimi siwezi kumchoma Tasha. Ni mwanaume ninayempenda sana. Siwezi. Halafu ukizingatia ule ni baba mtoto wangu. Kwani wewe ndio wa kwanza kupenda? Penzi ni kitovu cha uzembe. Lazima ukatoe taarifa mwanangu. Dada, hao watu wakifa, hii dhambi itakuhusu. Kwa maana yeye ndio mhusika mkuu. Alafu wewe, watu wazima wanapoongea uwege unanyamaza. Kila kitu pipi. Uwezi kunyamaza uchangie kila kitu. Tasha, sikiliza bwana, kweli leo hii tunakuwa kisa mapenzi. Mambo madogo sana ndugu yangu, tunaweza tukakaa chini tukaongea na tukafikia mwafaka. Kweli kwa nini tuuane Tasha? Shut up! Mimi na tuweze kuzungumza lolote lile Kai. Nisikilizeni. Nianze na nani kati yenu? Nianze na Romeo au nianze na Juliet? Tasha, tafadhali usifanye hivyo. Uko chini ulizi. Weka silaha chini. Sio chini. Weka silaha chini. Baby Tasha, unashangaa nini?
Ulijiona wewe ndio mastermind wa kila kitu kwenye ulimwengu. Ulijiona wewe ni mwamba kwa bahari nzima umeshaideki. Sasa leo hii ndio nimedhihirisha kwa mimi nina akili kushinda wewe. Ulizani rahisi tu kijana wangu kuwa upande wako. Huyo ambaye wewe uliamini kuwa ni mtu wako wa karibu, kiuhalisia ni kibaraka wangu. Unamaanisha nini Kai? Mbona sikuelewi? We mpumbavu. Ina maana siku zote uko na mimi unanisnitch, si ndio? Kwa hiyo ni msaliti, uko na saliti, si ndio? Ina maana wewe ni kibaraka huyu mpuuzi mwenzio, si ndio? Lazima nikusaliti Tasha. Yaani mimi siwezi kushirikiana na mtu ambaye hajali thamani ya mtu mwingine. Yaani kama uliweza kumsaliti rafiki yako Kai kwa kutembea na mke wake, je, utanithamini mtu kama mimi? Huu ndio bosi wangu mimi. Na yale yote ambayo nilikuwa nashirikiana na wewe ilikuwa ni kukuzuga tu. Mipango yote ilikuwa inasukwa na bwana Kai. Kai. Yaani binafsi mimi nimevurugwa. Yaani nimevurugwa kabisa, nimevurugwa, nimechanganyikiwa. Tasha kanifuata. Anasema nifanye naye kazi. Yaani dhumuni lake ni kusaliti wewe, mimi nifanye naye yeye kazi. Yaani ni kusaliti wewe Kai nikafanya kazi na Tasha. Hapana. Lakini kingine alichoniambia anataka kwamba mimi nimuonyeshe location ya familia ya daktari. Yaani kwa daktari nyumbani anapokaa, nimpe location Tasha. Lengo lake anataka kuwateka, yaani kuiteka familia ya daktari. Sasa, yaani Kai, unajua mimi naogopa Bravo. Nilijua tu. Hii ndio hatima ya Tasha. Mimi nilishasema Tasha hatima yake ni kuishia jela au amna atakuja kujiua yeye mwenyewe. Ndio hichi sasa kinaenda kutokea. Sasa sikiliza Mshabaha, wewe kwenye hilo usipate tabu. Mimi nitakupa location ya huyo daktari, alafu nipatie Tasha. Ashaingia kwenye mfumo wangu, haizi kuchomoka Tasha, kuwa na amani. Hivi Kai, upo serious? Yaani Tasha dhumuni lake ni kwenda kuitaka familia ya daktari. Wewe unataka unipe location nikampe Tasha? Hebu acha mambo yako Kai. Binafsi mimi siko tayari. Hapana kabisa, mimi sikubaliani na wewe Kai. Vipi akija kuitaka ile familia afa kaizuru? Uone kama utakuwa umekosea familia ya daktari? Mshabaha, ondoa hofu kwenye hilo. Tasha hana ujasiri huo. Tasha ana akili ndogo sana kama akili ya kuku tu. Hana ujanja huo kuwateka wale. Wewe mimi nakupa location nikampatie. Hana ujasiri kufanya chochote kile. Tasha mtoto mdogo sana kwenye haya mambo. Hana ujanja huo. Wewe niachie mimi. Kila kitu kipo under control. Mshabaha, baada ya kufanikiwa kuiteka familia ya daktari, nimembana. Daktari amezungumza kila kitu. Ni wapi alipokuwa Amanda wangu. Mimi jua labda Kai ataona aibu, ataogopa, atampeleka huko mbali. Lakini kumbe Kai alikuwa mshenzi mpumbavu kabisa yule. Amemfungia pale pale nyumbani kwake. Hili limeniumiza sana. Misheni yangu inayofuata hivi sasa, nahitaji kumuua Kai na Amanda. Tasha, hivi hiki unachokizungumza ni kwamba nimekosea kusikiliza au nimesikia sawa sawa? Ina maana Tasha, unataka useme kwamba umefikia hatua kutaka kumuua binadamu mwenzio kwa sababu ya mapenzi, si ndio? Mshabaha, kitu ambacho nimekisema nimekimaanisha. Mimi niko tayari kufanya chochote ili mradi moyo wangu uwe na amani. Kinachoniumiza mimi ni moyo wangu. Amanda nilimpenda sana. Lakini Kai na Amanda wameshirikiana kuniumiza mimi moyo wangu. Kwa lazima nihakikishe niwaue. Kama kweli wanapendana, waende wakapendane mbinguni. Ikiwa mimi siwaoni tena. Yaani Mshabaha, mimi mwanzo nilikuwa najiuliza na nashangaa sana. Inakuwaje mtu anafanya maamuzi magumu kwenye mapenzi? Mtu akiachwa anaamua kujinyonga. Nilikuwa najiuliza kwa nini mtu afanye maamuzi kama hayo.
Mtu anakaa wiki nzima hali chochote kwa sababu tu ya maumivu ya mapenzi. Mwingine analia, mwanaume anadondosha machozi. Wakati mimi nilifundishwa mwanaume ni simba. Akilia chozi hatakiwi kuanguka, lakini mwanaume analia kwa sababu ya mapenzi. Nilikuwa najiuliza why? Lakini leo ndio nimefanikiwa kugundua kwa sababu ya Amanda. Kwa mimi sijali. Hapana Tasha. Hii haipo sawa. Labda nikuulize swali. Hivi haujawahi kujifikiria wewe kuhusiana na maisha yako? Hauyawazii kabisa maisha yako? Na vipi ukikamatwa? Mshabaha, mimi sijali kukamatwa. Kwa sababu kuridhisha moyo wangu. Niko tayari brother. Niko tayari kufanya chochote kile ili moyo wangu uwe na amani. Sasa nisikilize kwa makini Mshabaha. Kila nikikuangalia naona unanipinga sana. Afu unataka kunisaliti, si ndio? Sasa nakuapia Mshabaha, ukisubutu kunisaliti, basi watatukufa utakuwa ni wewe. Mimi wala hata sikupingi. Ila tu nilikuwa najaribu kukukumbusha tu ujali hata angalau kuhusiana na maisha yako. Kwa hiyo sikupingi mimi. Lakini hebu labda nikuulize, hebu niambie basi, unataka mimi nifanye nini? Hilo ndo swali la msingi ulipaswa uulize. Sio kupinga vitu ambavyo havikuhusu. Kitu ambacho nahitaji unisaidie kwa sasa, naomba unitafutie bastola ya kukodi haraka iwezekanavyo. Ili nitimize adhima yangu ya kuwaua Kai na Amanda. Na usijali kuhusiana na pesa. Kabla ya kufanya kazi yangu, huwa nakuingizia pesa kwenye akaunti. Na bila shaka uliiona, si ndio? Yeah, niliiona ndio. Basi naomba ufanye kazi yangu haraka iwezekanavyo. Kai, raundi hii Tasha hachekeshi. Yupo serious, nakwambia yupo serious. Hauwezi kuamini. Yaani hivi ninapozungumza na wewe kaniagiza mimi nikamtafutia bastola ya kukodi. Lakini lengo na mazumuni yake ni kuja kukuua wewe na huyo Amanda wako. Yes! Asante Mungu Baba. Hichi ndio nilichokuwa nakitaka sasa. Tasha shaingia kwenye 18 achomoki hapa. Yes, mipango yangu yote inaenda kutiki. Hivi Kai, hivi upo serious? Yaani unajua atakuua kweli huyu, atakuua. Hivi hauwazi kuhusu maisha yako wewe? Sawa, tufanye hauwazi kuhusu wewe. Na vipi kuhusu mwanamke mtoto wa watu huyo Amanda? Hauwazi naye pia, si ndio? Acha masiala Kai. Mtakufa. Mshabaha, kama nilivyokuambia hapo awali, kila kitu kipo under control. Mimi wala siogopi kufa kwa sababu Tasha hana uwezo wa kumuua mtu yoyote yule. Wewe nisikilize mimi, mpango yote iko chini yangu na yote lazima itimie. Sasa sikiliza, hapo hakuna cha kuhofia. Wewe fanya kama Tasha alivyokuagiza na kamkabidhi hiyo bastola. Sasa si ndo atawaua? Kai, mtakufa. Ndio maana ukaitwa mchezo wa kifo. Na mimi wala siogopi kufa kwenye hili. Yaani hapo Tasha tutachezea mchezo ambao hata usahau kwenye maisha yake. Hiyo ni rahisi sana kwangu. Wewe utafanya hivi, kamkabidhi Tasha hiyo bastola. Ila hakikisha kwenye hiyo bastola hautoweka risasi yoyote ile. Alafu matokeo yake niachie mimi. Shabaha, vipi? Mbona kama una wasiwasi? Shida nini? Hapana, sina wasiwasi, ila mzigo ninao hapa. Lakini si unajua ndo mara ya kwanza hivi vitu, ndo maana. Lakini niko sawa. Wala usijali Mshabaha. Location hii nimechagua ni location sahihi sana. Hapana shida hapa. Wewe unaweza kunipatia tu mzigo chap chap hapa niweke. Kabisa Tasha hiyo bastola. Ila hakikisha kwenye hiyo bastola hautoweka risasi yoyote.
Sasa nisikilize kwa makini Mshabaha. Najua siku leo naenda kufanya kazi ya hatari sana. Naenda kuua maisha ya watu. Kwa hiyo angalizo, usiwepo kwenye mji huu. Kwa hiyo naomba uondoke uende mbali kabisa. Akaunti yako tayari imeshacheka. Kwa maana nimekuingizia pesa za kutosha. Ili mimi nikienda kuwaua hawa watu wawili, usiwe kuna mtu yeyote ambaye alikuwa anafahamu hili jambo. Na mimi pia nitaondoka, nitaenda mbali kabisa. Usionane kwa wakati huu wa karibu. Labda ipite miaka 3 hivi tunaweza tukatafutana kwa sababu issue sio ndogo najua. Tayari nimeshamkabidhi Tasha ile bastola. Una uhakika umemkabidhi ile bastola bila kuweka bullet yoyote ile? Mbona unaongea kwa mashaka hivyo kama mtu ambaye hajiamini? Kama nilivyokuambia hapo awali Mshabaha, huu ni mchezo wa kifo, kaita masiara mtu yote atadai kwenye hili. Una uhakika hujaweka bullet? Naangalia usoni kuko unaongea mimi. Ndiyo, sijaweka risasi mle. Kwa hiyo nimefuata maagizo yako na siwezi nikaweka risasi wakati najua inaweza kuwa hatari na siwezi kukupinga wewe, nafuata maagizo yako. Bravo. Bravo. Sasa kwa hapa tulipofikia tumeshakamilisha 70%. Bado 30% tu. Na kuhusu mimi na Amanda wala usiwaze. Amanda nishampangilia na nimemwambia leo hatakiwi kutoka huko ndani. Tutabaki sisi wawili tu, tutaenjoy, tutakuwa ni watu wenye upendo na furaha sana. Kwa muda wote Tasha anafanya maandalizi yake. Akija huku atatukuta sisi tupo kwenye malavidavi yetu. Yesa anjikuta sungura Tasha. Hapo sasa atakuwa ameingia ndani ya 18. Automatic hawezi kuchomoka. Mbona vikao vingi sana? Kuna nini kinachoendelea nyuma ya pazia nisichokijua? Yaani wewe mshenzi wewe. Wewe nisikize nikwambie kitu, yani natamani kukamate nikutafune nikule nyama yako. Mjinga. Ndio. Haya sasa. Mwamba wangu huyo hapo amefika sasa. Batila, fanya kazi yako. Tasha, kitu ambacho ukijui, mimi sio Batila. Mimi naitwa Kosh. Sikia Tasha, mimi siko pamoja na wewe. Katika miongoni wa watu wa Kai, mimi mmoja wapo. Ndoa ni moja ya kiapo kilicha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifundio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama